Leo tupo ndani ya ardhi ndogo kuliko unavyofikiria. Dunia ikishuhudia mapambano ya historia mbili zinazokataa kufa. Hii ndiyo historia ya Israeli. Ni historia ya ahadi tatu katika ardhi moja. Vita visivyoisha, operation za kijasusi zilizotikisa dunia, silaha za siri za nyuklia na mamilioni ya watu waliopoteza makazi yao. Miaka mingi dunia inaambiwa Israel ni taifa lililozaliwa mwaka 1948. Lakini ukweli ni kwamba simulizi hii ilianza karne nyingi kabla ya hapo. Je, Israel ni taifa la kujilinda baada ya mateso makubwa, au ni taifa lililojengwa juu ya mgogoro ambao haujawahi kuisha? Fuatana nami kujua ukweli uliofichwa, siri za kijasusi na mzizi halisi wa mgogoro wa Mashariki ya Kati. Karibu The Storyside. Mgogoro wa Mashariki ya Kati, hususan kati ya Israel na Palestina, haukuanza mwaka 1948 kama ambavyo wengi hudhani. Ili kuona picha halisi isiyofungamana na upande wowote, ni lazima safari irudi nyuma, mbali zaidi ya vita vya leo, mbali zaidi ya mipaka ya sasa, hadi kwenye mizizi iliyofukiwa ndani ya historia. Kwa karne nyingi, eneo hili lilijulikana kama Palestina, ardhi yenye historia ndefu iliyobeba imani, biashara, tamaduni na mapambano ya vizazi vingi. Kuanzia mwaka 1517, eneo hili liliingia chini ya utawala wa Ottoman Empire na lilibaki hivyo hadi wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Katika kipindi hicho kirefu, wakazi wengi wa eneo hili walikuwa Waarabu, Waislamu na Wakristo, huku pia kukiwa na idadi ndogo ya Wayahudi waliokuwa wakiishi hapa. Kwa kiwango kikubwa, makundi haya yaliishi pamoja kwa hali ya utulivu wa kiasi chini ya mfumo wa utawala wa Ottoman. Lakini kabla ya kuendelea mbele, kuna jambo moja la msingi ambalo jina lenyewe la Israel lilitoka wapi? Neno Israel si jina jipya la kisiasa. Ni jina la kale sana linalotokana na maandiko ya Kiebrania ya maelfu ya miaka iliyopita. Kwa mujibu wa simulizi za kidini, mtu aliyeitwa Yakob, mjukuu wa Ibrahim, aliyepewa jina la Israel baada ya tukio la ajabu la usiku iliposemekana alipambana na malaika ama na Mungu. Ndipo jina hili likapewa maana ya mtu anayepambana na Mungu au aliyeshinda katika mapambano na Mungu. Baada ya hapo, kizazi chake kikajulikana kama wana wa Israeli na makabila yao yakaitwa makabila 12 ya wana wa Israeli. Jina hili likaendelea kuishi kwa karne nyingi ndani ya historia, dini na utambulisho wa Wayahudi duniani. Lakini mwishoni mwa karne ya 19, upepo mpya ulianza kuvuma barani Ulaya. Wayahudi waliokuwa wanaishi Ulaya walikabiliwa na mateso makali, ubaguzi wa muda mrefu na mauaji yaliyoratibiwa yaliyojulikana kama mauaji ya halaiki, hasa ndani ya Russia Empire na maeneo ya Ulaya Mashariki. Hofu iliongezeka, chuki ilizidi, na ndani ya giza hili wazo jipya la kisiasa likazaliwa. Wazo hili lilijulikana kama Uzayuni. Waasisi wa harakati hii wakiongozwa na Theodor Herzl waliamini kuwa suluhisho pekee la usalama wa Wayahudi duniani lilikuwa ni kuunda taifa lao wenyewe, mahali ambapo wangetawala mustakabali wao
bila kutegemea huruma ya wengine. Maeneo mbalimbali yalitajwa kama chaguo la taifa hili. Miongoni mwa mataifa yaliyowahi kupendekezwa ni Uganda na Argentina. Lakini mwisho wa yote, macho mengi yakageukia Palestina. Sababu ilikuwa nzito. Palestina ilikuwa na uhusiano wa kihistoria na kidini kwa Wayahudi tangu enzi za kale, kabla ya kutawanywa na Roman destruction of Jerusalem in 70 Common Era, yani mwaka 70 baada ya Kristo. Kwa viongozi wa Uzayuni, kurudi Palestina hakukuwa suala la ardhi pekee. Kulikuwa suala la kumbukumbu, utambulisho na kufufua jina la kale la Israeli ambalo lilikuwa limeishi kwa karne nyingi. Wakati harakati za Uzayuni zikizidi kupata nguvu Ulaya, dunia ikaingia kwenye moto wa vita vya kwanza vya dunia. Ndani ya vita hivyo, Ottoman Empire iliungana na German dhidi ya United Kingdom na washirika wake, na hapo ndipo siasa ya ahadi tatu ilipoanza. Kwanza, kupitia kwa Sir Henry McMahon, Uingereza iliwaahidi viongozi wa Kiarabu, hasa Sharif Hussein of Mecca, kuwa wangepata uhuru kamili wa nchi za Kiarabu iwapo wangewasaidia kuipiga milki ya Ottoman. Waarabu waliamini ahadi hiyo, wakainuka, wakafanya uasi mkubwa dhidi ya Ottoman, wakitarajia kuzaliwa kwa taifa huru la Kiarabu ambalo lingejumuisha pia Palestina. Lakini nyuma ya pazia, mchezo mwingine ulikuwa unaendelea. Wakati Waarabu wakipigana vitani, United Kingdom na France zilifanya makubaliano ya siri yaliyojulikana kama Sykes-Picot Agreement mwaka 1916. Makubaliano hayo yalikuwa ramani ya kugawana Mashariki ya Kati kati yao mara tu vita vitakapomalizika. Lakini bado kulikuwa na ahadi ya tatu, na hii ndiyo iliyoacha alama kubwa zaidi. Mwaka 1917 serikali ya Uingereza ilitoa kile kilichojulikana kama Balfour Declaration, yani azimio la Balfour. Katika barua iliyoandikwa na Arthur Balfour kwenda kwa Lord Rothschild, Uingereza ilitangaza kuunga mkono kuanzishwa kwa makazi ya kitaifa ya watu wa Kiyahudi ndani ya Palestina. Kwa viongozi wa Uzayuni, hii ilikuwa nafasi ya kihistoria ya kufufua taifa ambalo lingeitwa tena kwa jina la kale la Israeli. Kwa kifupi, ilikuwa ardhi moja yenye ahadi kwa Waarabu na ahadi kwa Wayahudi, na mpango wa siri wa kuitawala ardhi hiyo na Uingereza yenyewe. Ndipo mbegu ya mgogoro wa kizazi baada ya kizazi ilipopandwa. Ukiacha mbegu ya migogoro, wapo wanaopanda mbegu inayofanya sisi kuwa hapa. Tunatoa shukrani maalum kwa mmoja wa watu wanaoendelea kusimama nasi kila siku. Shoutout ya leo inakwenda kwa Moses Oakland. Asante kwa sapoti, maoni, uchambuzi na kuwa sehemu ya safari hii. Kama nawe unatazama sasa hivi, andika komenti yako hapo chini. Huenda shoutout inayofuata ikawa yako. Baada ya vita vya kwanza vya dunia kuisha na Ottoman Empire kusambaratika, League of Nations, Umoja wa Mataifa wa wakati huo, uliipa United Kingdom mamlaka ya udhamini, yani mandate, kuitawala Palestina. Na hapo historia ikaingia katika sura mpya yenye mvutano mkubwa. Wakati wa utawala wa Uingereza, uhamiaji wa Wayahudi kutoka Ulaya kwenda Palestina uliongezeka kwa kasi kubwa, hasa miaka ya 1930 kufuatia kuingia madarakani kwa Adolf Hitler nchini Ujerumani na kuanza kwa sera zake
za chuki dhidi ya Wayahudi. Maelfu ya watu wakaanza kuondoka Ulaya wakitafuta usalama, na kila aliyewasili Palestina alibeba matumaini yake, lakini pia alileta mabadiliko mapya katika ardhi hiyo. Ongezeko hili la wahamiaji lilibadilisha idadi ya watu na pia umiliki wa ardhi. Mashirika ya Kiyahudi yalianza kununua ardhi kwa wingi, na mara nyingi wafanyakazi wa Kiarabu waliokuwa wakilima katika ardhi hizi vizazi kwa vizazi walifukuzwa, na ardhi hii waliuziwa na Waingereza ambao walikuwa na mandate ya kufanya hivyo. Mashamba walioyazoea, ardhi waliorithi na maisha waliojenga kwa muda mrefu yakaanza kubadilika mikononi mwao. Hali hii ilizua hofu kubwa miongoni mwa Waarabu wa Palestina, hofu kwamba siku moja wangekuwa wageni katika nchi yao wenyewe. Hivyo mvutano huu haukubaki kimya, ukalipuka na kuwa mapigano. Mwaka 1936 hadi mwaka 1939 kulitokea Arab Revolt in Palestine, yaani uasi mkubwa wa Kiarabu uliokuwa ukipinga utawala wa Uingereza na uhamiaji wa Wayahudi. Lakini Uingereza ilijibu kwa nguvu kubwa ya kijeshi. Uasi huo ulikandamizwa kwa ukali mkubwa. Maelfu ya Waarabu waliuawa, na sambamba na hili uongozi wao wa kisiasa ukavunjwa, jamii ikadhoofishwa na sauti nyingi zikanyamazishwa. Hata hivyo, kutokana na shinikizo hili, mwaka 1939 Uingereza ilitoa waraka ulioitwa White Paper of 1939. Waraka huo uliweka kikomo kwa uhamiaji wa Wayahudi na pia ukaahidi kuundwa kwa taifa huru la Palestina ndani ya miaka 10. Lakini hatua hiyo iliwakasirisha sana Wayahudi. Kwa nini? Kwa sababu waraka huo ulitoka wakati ambao Wayahudi wa Ulaya walikuwa wakihitaji zaidi kimbilio kutokana na mauaji ya kimbali. Wakati wengine wakifunga milango, wao walikuwa wanatafuta sehemu ya kuishi. Kutokana na hali hiyo, makundi ya siri ya kijeshi ya Kiyahudi kama vile Ilgun na Lehi yalianzishwa. Makundi haya yalianza kufanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Waarabu na pia dhidi ya utawala wa Uingereza uliokuwa unazuia uhamiaji. Mojawapo ya matukio yaliyotikisa dunia ni kulipuliwa kwa King David Hotel mwaka 1946. Shambulio hili lilifanywa na kundi la Ilgun lililokuwa likiongozwa na Menachem Begin ambaye baadaye alikuja kuwa waziri mkuu wa Israeli. Shambulio hili liliua watu 91 wakiwemo Waingereza, Waarabu na baadhi ya Wayahudi. Damu ya pande zote ilimwagika, Uingereza ikijikuta katikati ya pande mbili zinazopigana. Ilianza kuona mzigo wa kutawala eneo hili kuwa mkubwa kuliko uwezo wake. Hatimaye iliamua kunawa mikono na kupeleka suala hili kwenye Umoja wa Mataifa ulioanza hapo karibuni. Na hapo dunia ilikuwa inaingia kwenye hatua nyingine ya hatari zaidi. Mwaka 1947 Umoja wa Mataifa uliunda kamati maalum kuchunguza mgogoro wa Palestina. Kamati hii ilipendekeza kugawanywa kwa Palestina kuwa mataifa mawili, taifa la Kiarabu na taifa la Kiyahudi, huku mji wa Yerusalemu ukiwekwa chini ya utawala maalum wa kimataifa. Azimio hili lilipewa namba 181. Kwa mujibu wa ugawaji huo, Wayahudi ambao wakati huo walikuwa 33% ya wakazi wote na kumiliki chini ya 7% ya ardhi yote, walipewa 56% ya ardhi ya Palestina. Waarabu ambao walikuwa 67% ya wakazi walipewa 44% ya ardhi. Hapo ndipo mvutano mkubwa ulipozaliwa. Viongozi wa Kiyahudi
wakiongozwa na David Ben Gurion walikubali mpango huu kama hatua ya kwanza ya kupata taifa lao. Lakini Waarabu wa Palestina na mataifa jirani ya Kiarabu walikataa kata mpango huu. Kwao huu haukuwa mpango wa haki. Waliona ni uporaji wa ardhi yao na kinyume na haki ya kujiamulia mambo yao. Baada ya kupitishwa kwa azimio hili, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilianza mara moja ndani ya Palestina. Hakukuwa tena na kusubiri, hakukuwa tena na mazungumzo ya utulivu. Vikosi vya Kiyahudi ambavyo vilikuwa vimejipanga vizuri na kupata mafunzo tangu wakati wa vita vya pili vya dunia vilianza kuchukua udhibiti wa maeneo yaliyopangwa kuwa yao na hata yale yaliyopangwa kuwa ya Waarabu. Katika kipindi hiki matukio ya umwagaji damu yalitokea, likiwemo tukio la mauaji ya Deir Yassin ambapo wanakijiji wa Kiarabu zaidi ya 100 waliuawa na vikosi vya Irgun Narehi. Matukio haya yalijenga hofu kubwa, na hofu hiyo ikasababisha maelfu ya Wapalestina kuanza kukimbia makazi yao. Tarehe 14 Mei mwaka 1948 United Kingdom iliondoa vikosi vyake rasmi, na siku hiyo hiyo David Ben Gurion alitangaza uhuru wa taifa la Israeli. Siku iliyofuata majeshi ya nchi za Kiarabu ikiwemo Egypt, Syria, Jordan na Iraq yaliingia Palestina kuanzisha vita kamili dhidi ya Israeli. Licha ya kuzungukwa, Israeli ilishinda vita hivi mwaka 1949. Ushindi huu ulileta sura mbili zinazokinzana. Kwa Waisraeli, tukio hili lilijulikana kama Yom Ha'atzmaut, yaani siku ya uhuru, ushindi wa kihistoria dhidi ya maadui na kuhakikisha usalama wa taifa lao. Lakini kwa Wapalestina, tukio hili lilijulikana kama Al-Nakba, yaani maafa. Katika mchakato huu, takriban Wapalestina 700,000 hadi 750,000 walikimbia au kufukuzwa kwa nguvu kutoka katika vijiji na miji yao. Vijiji zaidi ya 400 vya Kiarabu vilivunjwa na kufutwa kabisa katika ramani ili kuzuia wakazi wake kurudi tena. Mipaka mipya ilichorwa mwaka 1949, iliacha Israeli ikimiliki 78% ya ardhi ya kihistoria ya Palestina. West Bank ilichukuliwa na Jordan na Gaza Strip ikachukuliwa na Egypt. Taifa la Palestina halikuundwa. Baada ya uhuru, Israeli ilikabiliwa na kibarua kizito cha kujenga taifa na kujilinda katikati ya majirani waliokuwa na uhasama nao. Taifa hili lilipitisha sheria ya kurejea nyumbani, Law of Return, inayompa kila Myahudi duniani haki ya kuhamia Israeli na kupewa uraia moja kwa moja. Ili kuhakikisha usalama wake, Israeli ilijenga jeshi lenye nguvu sana, Israel Defense Force IDF, na mashirika ya kijasusi yanayoogopwa duniani, hususan Mossad, shirika la nje, na Shin Bet, shirika la ndani. Mossad ilifanya operesheni za siri zenye ujasiri mkubwa, ikiwemo kumteka Adolf Eichmann, mmoja wa wasanifu wakuu wa mauaji ya kimbali nchini Argentina mwaka 1960, na kumleta Israeli kusimama kizimbani. Pia waliendesha operesheni za siri kuwasafirisha Wayahudi kutoka nchi za Kiarabu na baadaye kutoka Ethiopia, Operation Moses na Joshua, katikati ya miaka 1980, ambapo walitumia hata hoteli feki nchini Sudan kama mwamvuli wa kuficha shughuli zao. Hata hivyo, siri kubwa zaidi ya Israeli inayolindwa kwa nguvu zote ni mpango wake wa nyuklia. Katika miaka 1950, Waziri Mkuu David
Ben-Gurion aliamini kuwa silaha za nyuklia ndiyo kinga pekee itakayohakikisha Israeli haifutwi katika uso wa dunia. Kwa msaada wa siri kutoka serikali ya France, Israeli ilianza kujenga kinu cha nyuklia katika jangwa la Negev, eneo la Dimona. Ili kuficha ukweli huu kwa dunia na kwa washirika wao, hasa United States, kinu hicho kilielezewa kama kiwanda cha nguo au kituo cha utafiti wa kilimo. Mpango huu uliendelea kuwa siri nzito hadi mwaka 1986, wakati fundi mmoja aliyekuwa akifanya kazi katika kinu hicho, Mordechai Vanunu, alipopiga picha za siri na kuzivujisha kwa gazeti la The Sunday Times la United Kingdom. Kabla habari haijachapishwa, jasusi mwanamke wa Mossad alimlaghai Vanunu kusafiri naye hadi Rome, Italia, ambapo alitekwa nyara, kuleweshwa dawa na kusafirishwa kwa siri kurudishwa Israeli. Vanunu alihukumiwa kifungo cha miaka 18 jela kwa uhaini. Hadi leo Israeli inatumia sera ya kutokubali wala kukanusha kuwa na silaha za nyuklia, huku ikikataa kusaini mkataba wa NPT. Mwaka 1967 ni mwaka uliobadilisha kabisa sura ya Mashariki ya Kati. Ni mwaka ambao ndani ya muda mfupi sana ramani ilibadilika, mipaka ilihamishwa, nguvu za kijeshi zilijidhihirisha, na mgogoro ambao ungeweza kutatuliwa kwa mazungumzo ukaingia katika hatua mpya ngumu zaidi. Kufuatia vitisho na misuguano ya mipaka iliyokuwa ikiongezeka kila siku, rais wa Egypt Gamal Abdel Nasser alifunga Strait of Tiran, ambao ni njia muhimu ya kibiashara kwa Israeli. Hatua hiyo haikuonekana kama tangazo la kawaida la kisiasa. Kwa Israeli ilikuwa ishara ya hatari kubwa inayokaribia. Mbali na hili, Nasser alihamisha majeshi yake katika peninsula ya Sinai, jirani kabisa na mpaka wa Israeli. Majeshi yakasogezwa, vifaru vikaanza kuonekana, na hali ya vita ikaanza kunukia waziwazi. Israeli ikiona hatari inakaribia na ikiamini kuwa kusubiri kungemaanisha kushambuliwa, ikachukua hatua ya haraka. Asubuhi ya tarehe 5 Juni mwaka 1967, Israeli ilifanya mashambulizi ya kushtukiza. Katika operesheni hiyo ya ghafla iliharibu karibu ndege zote za kivita za Misri zikiwa bado zipo ardhini. Ndege nyingi hazikupata hata nafasi ya kupaa. Ndani ya saa chache, mizani ya vita ilianza kubadilika. Kutoka hapo, mapigano yalienea kwa kasi dhidi ya majeshi ya nchi nyingine za Kiarabu. Ndani ya siku 6 tu, majeshi ya Israeli yaliyashinda majeshi ya Egypt, Syria na Jordan. Ushindi huu wa kijeshi ulikuwa wa kustaajabisha kwa dunia nzima. Lakini nyuma ya ushindi huo kulikuwa na madhara makubwa ya kijiopolitics yanayotesa hadi leo. Ndani ya siku hizo 6, Israeli ilipanua mipaka yake mara 3 zaidi. Iliteka peninsula ya Sinai na Gaza Strip kutoka kwa Misri. Iliteka Golan Heights kutoka kwa Syria, na muhimu zaidi, iliteka West Bank pamoja na East Jerusalem kutoka kwa Jordan. Jerusalem Mashariki ilikuwa na uzito wa kipekee kuliko eneo lolote, ambapo ndani yake kulikuwa na Old City of Jerusalem, eneo lenye maeneo matakatifu kwa dini 3 kubwa duniani. Kwa Wayahudi kulikuwa na Western Wall, kwa Waislamu kulikuwa na Al-Aqsa Mosque, na kwa Wakristo kulikuwa na kanisa takatifu, Church of the Holy Sepulchre. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1948, ardhi yote ya kihistoria ya Palestina ilikuwa chini ya udhibiti wa Israeli. Na hapo ndipo sura mpya
ya mgogoro ilipoanza. Zaidi ya Wapalestina milioni 1 walijikuta wakiishi chini ya utawala wa kijeshi wa Israeli. Maisha yao yakabadilika ghafla, mipaka mipya ikawekwa, ukaguzi ukaanza, harakati za kijeshi zikawa sehemu ya maisha ya kila siku. Kutokana na hali hiyo, United Nations ilipitisha azimio namba 242. Azimio hili liliitaka Israeli kuondoka katika maeneo iliyoyateka, na wakati huo huo ikazitaka nchi za Kiarabu kuitambua Israeli. Lakini hali haikutulia. Israeli haikuondoka, na nchi za Kiarabu katika Khartoum Summit zilitoa maazimio matatu yaliyojulikana kama the 3 No's, ambapo maazimio yao ni haya: hakuna amani na Israeli, hakuna kuitambua Israeli, na hakuna mazungumzo na Israeli. Kauli hizo zilionyesha jinsi vita vilivyokuwa vimeacha majeraha makubwa, na hapo ndipo neno occupation, yaani ukaliaji wa kimabavu, lilipozaliwa kisheria kimataifa. Na hii ni hali ambayo imeendelea hadi leo katika maeneo ya West Bank na Gaza Strip. Majivuno ya ushindi wa mwaka 1967 yalipunguzwa makali mwaka 1973 wakati wa vita ya Yom Kippur. Ushindi mkubwa ambao Israeli ilikuwa imeupata mwaka 1967 ulikuwa umeijengea hali ya kujiamini sana, lakini mwaka 1973 ulileta kumbusho kuwa vita havitabiriki na nguvu za kijeshi zinaweza kutikiswa ghafla. Egypt chini ya uongozi wa Anwar Sadat pamoja na Syria zilifanya shambulio la kushtukiza dhidi ya Israel katika siku takatifu zaidi kwa Wayahudi, yani Yom Kippur. Ilikuwa siku ambayo wengi walikuwa kwenye ibada, utulivu na tafakari ya kidini. Na katika muda huo huo vita vikaanza. Safari hii Israel ilipata kipigo kikubwa mwanzoni. Mistari yake ya ulinzi ilivunjwa, wanajeshi wengi walipoteza maisha. Na kwa mara ya kwanza baada ya ushindi wa mwaka 1967, taifa hili lilihisi mshangao mkubwa wa kijeshi. Hata hivyo, baada ya muda mfupi, Israel ilipata msaada wa haraka wa silaha kutoka kwa United States. Msaada huo ulisaidia kujipanga upya na hatimaye ilifanikiwa kuyarudisha nyuma majeshi ya Kiarabu. Vita hivi vilikuwa onyo kwa pande zote mbili. Kwa Israeli, iligundua kuwa nguvu za kijeshi pekee haziwezi kuwapa usalama wa kudumu, ya kwamba ushindi wa vita moja hauondoi hatari ya vita vingine, na kwamba jeshi lenye nguvu halimaanishi amani ya milele. Kwa upande wa Misri, waligundua kuwa hawawezi kuiangamiza Israeli kijeshi, ya kwamba vita vinaweza kuleta heshima ya muda, lakini si suluhisho la mwisho. Hali hii ilifungua milango ya mazungumzo. Baada ya miaka ya uhasama, damu na vita vya mara kwa mara, pande hizi mbili zilianza kuelekea kwenye meza ya mazungumzo. Kwa upatanishi wa rais wa Marekani Jimmy Carter mwaka 1978, Camp David Accords ilisainiwa kati ya Menachem Begin wa Israeli na Anwar Sadat wa Misri. Mkataba huo ulikuwa hatua kubwa katika historia ya Mashariki ya Kati. Israeli ilikubali kuirudisha peninsula ya Sinai kwa Misri. Mkabala wake, Misri ilikubali mkataba wa amani na kuitambua rasmi Israeli. Hatua hiyo ilikuwa ya kihistoria, lakini pia ilikuwa pigo kubwa kwa umoja wa Kiarabu. Kwa mara ya kwanza, taifa kubwa la Kiarabu lilikuwa limeingia makubaliano ya amani na Israeli. Hatua hiyo iliwakasirisha wengi katika ulimwengu wa Kiarabu, na baadaye mwaka 1981
Anwar Sadat aliuawa na wanajeshi wake wenye msimamo mkali waliopinga amani hiyo. Hata hivyo, licha ya mkataba huu mkubwa, tatizo la msingi halikutatuliwa. Yaani, hatima ya Wapalestina ilibaki kuwa wazi, na huo ndio moto ambao uliendelea kuwaka chini kwa chini. Wakati huo, vuguvugu la ukombozi la Wapalestina lilikuwa limeanza kupata nguvu, likiongozwa na Palestine Liberation Organization chini ya Yasser Arafat. Kwa Wapalestina wengi waliokuwa wamepoteza ardhi, makazi na mwelekeo wa kisiasa, PLO ilionekana kama sauti ya mapambano yao. Kutokana na kutokuwa na ardhi, PLO iliendesha harakati zake za kijeshi kutoka nchi jirani za Jordan na baadaye Lebanon. Harakati hizi ziliifanya Israeli kuona kuwa tishio hili lilikuwa linaendelea kuimarika nje ya mipaka yake. Hali hii ilisababisha Israeli kuivamia Lebanon mwaka 1982 ili kuiangamiza PLO. Vita vya Lebanon vilileta sura mbaya kwa Israeli duniani. Badala ya kuonekana kama taifa la kujilinda, ilianza kukosolewa vikali katika macho ya dunia, hasa baada ya wanamgambo wa Kikristo washirika wa Israeli kufanya mauaji ya kutisha ya Wapalestina kwenye kambi za wakimbizi za Sabra na Shatila, huku jeshi la Israeli likiwa limezingira eneo hilo. Tukio hili lilishtua dunia na jina la Israeli likaanza kukumbana na lawama kubwa za kimataifa. Mnamo mwaka 1987, Wapalestina wanaoishi chini ya utawala wa kijeshi wa Israeli huko Gaza Strip na West Bank walianza maasi ya kiraia yaliyojulikana kama Intifada ya kwanza. Haya hayakuwa mapigano ya kawaida ya kijeshi. Yalikuwa maandamano makubwa ya wananchi, hasa vijana, wakirusha mawe dhidi ya vifaru na wanajeshi wa Israeli. Picha za vijana wenye mawe wakikabiliana na jeshi lenye silaha nzito zilienea duniani kote. Intifada hii ambayo ilidumu kwa miaka kadhaa ilivuta hisia za dunia nzima, na kwa mara nyingine iliiweka Israeli chini ya shinikizo kubwa la kisiasa. Ililazimisha kutambua kuwa hawawezi kuendelea kutawala mamilioni ya Wapalestina bila kutafuta suluhu ya kisiasa. Kwa siri kubwa, wawakilishi wa Israeli na PLO walianza mazungumzo nchini Norway. Mazungumzo haya yalifanyika mbali na macho ya umma, mbali na kelele za siasa na mbali na vita vya kila siku. Mwaka 1993, Oslo Accords ilisainiwa rasmi katika bustani ya White House, ikishuhudiwa na Rais Bill Clinton, Waziri Mkuu wa Israeli Yitzhak Rabin na kiongozi wa PLO Yasser Arafat. Mkataba huu ulikuwa wa kihistoria kwa sababu kwa mara ya kwanza PLO ilitambua rasmi Israeli na Israeli ikaitambua PLO kama mwakilishi halali wa Wapalestina. Hatua hiyo ilionekana kama mwanzo wa enzi mpya. Mkataba huu uliunda Palestinian Authority, yani mamlaka ya ndani ya Palestina, PA, na pia ukaigawa West Bank katika maeneo matatu ya kiutawala. Area A chini ya udhibiti kamili wa usalama na utawala wa mamlaka ya Palestina kwa miji mikubwa ya Kiarabu. Area B chini ya utawala wa kiraia wa Palestina, lakini usalama unadhibitiwa na Israeli. Area C, asilimia 60 ya West Bank yote ikiwa chini ya udhibiti kamili wa kiraia na kijeshi wa Israeli. Mkataba wa Oslo ulipaswa kuwa wa mpito wa miaka 5, ukielekea kwenye kuundwa kwa taifa huru la Palestina, lakini hili kamwe
halikutokea. Sababu kubwa iliyoua makubaliano ya Oslo Accords ilikuwa ni mivutano ya ndani katika pande zote mbili. Kwa nje, watu wengi waliona mikataba, mikono ikishikana na matumaini ya amani. Lakini kwa ndani, hasira ilikuwa bado iko hai, mashaka yalikuwa makubwa na upinzani ulikuwa unaongezeka kila siku. Kwa upande wa Palestina, kundi jipya la Kiislamu lililojulikana kama Hamas liliibuka kwa kasi. Kundi hili lilianza kupata uungwaji mkono kutoka kwa wale waliokuwa hawaamini kuwa mazungumzo yangeweza kuleta uhuru. Kwa Hamas, makubaliano ya Oslo hayakuwa suluhisho. Waliona ni makubaliano yasiyowapa Wapalestina haki kamili. Hamas walipinga mikataba ya Oslo na hawakuitambua Israeli. Hivyo walianza mfululizo wa mashambulizi ya kujitoa mhanga ndani ya miji ya Israeli ili kuhujumu mchakato wa amani. Mashambulizi hayo yaliogopesha jamii ya Israeli, na kila tukio lilizidisha hofu, hasira na kupunguza imani ya wananchi kwa amani. Kwa upande wa Israeli, hali pia haikuwa tulivu. Mrengo wa kulia wa kisiasa na Wayahudi wenye itikadi kali za kidini, yani Wazayuni, walipinga vikali kurudisha ardhi yoyote walioiteka mwaka 1967 kwa Wapalestina. Kwao ardhi hiyo haikuwa ya kujadiliwa. Waliamini maeneo hayo wanayoyaita Judea na Samaria ni haki yao ya kimungu. Kwa sababu hiyo, walimuona Yitzhak Rabin kama msaliti wa taifa na dini, mtu aliyekuwa tayari kuuza urithi wa kihistoria kwa maadui. Chuki dhidi yake ilianza kukua, maneno makali yakazidi na mazingira ya kisiasa yakawa ya hatari. Tarehe 4 Novemba mwaka 1995, baada ya mkutano mkubwa wa kuunga mkono amani mjini Tel Aviv, waziri mkuu Yitzhak Rabin alipigwa risasi na kuuawa na Yigal Amir, Myahudi mwenye msimamo mkali wa kidini. Tukio hili lilishtua Israeli na lilishtua dunia nzima. Kwa mara nyingine, adui mkubwa wa amani hakutoka nje, bali alitoka ndani ya Israeli. Kifo cha Rabin kilikuwa ni pigo la mwisho kwa mchakato wa amani. Mtu aliyekuwa na nguvu ya kusukuma makubaliano mbele alikuwa ameondoka, na pamoja naye matumaini mengi yakaanza kufifia. Kufuatia mauaji haya, viongozi wa mrengo wa kulia waliongozwa na Benjamin Netanyahu walianza kushika madaraka, na taratibu wakaanza kupunguza kasi ya kutekeleza makubaliano ya Oslo. Hatua kwa hatua, mchakato wa amani ukaanza kudhoofika na ndoto ya suluhisho la kudumu ikaanza kuanguka mbele ya macho ya dunia. Mwaka 2000, mazungumzo ya mwisho ya amani yaliyofanyika Camp David Summit kati ya Yasser Arafat na waziri mkuu wa Israel Ehud Barak yalishindikana. Mazungumzo hayo yalionekana kama nafasi ya mwisho ya kuokoa mchakato wa amani uliokuwa ukidhoofika, lakini mwisho wake ulikuwa ni wa kuvunjika kwa matumaini. Sababu kubwa ilikuwa kutokubaliana juu ya hadhi ya mji wa Jerusalem na haki ya kurudi kwa wakimbizi wa Kipalestina. Jerusalem ulikuwa moyo wa mgogoro, na suala la wakimbizi lilikuwa jeraha ambalo halikuwa limepona. Muda mfupi baadaye, kiongozi wa upinzani wa Israel Ariel Sharon alifanya ziara ya kimabavu katika msikiti wa Al-Aqsa Mosque Compound, eneo lenye utata mkubwa linaloheshimiwa na Waislamu na Wayahudi. Ziara hiyo haikuonekana kama ziara ya kawaida, ilionekana kama ujumbe wa kisiasa, na kwa watu wengi wa Kipalestina ilikuwa ni uchochezi wa wazi. Ziara hii ilichochea maasi makubwa yaliyojulikana kama Intifada ya pili. Tofauti na Intifada ya kwanza, hii
ilikuwa ya umwagaji damu mwingi zaidi. Migogoro ya mitaani ilibadilika kuwa mapigano makali zaidi. Kulikuwa na mashambulizi makubwa ya mabomu ya kujitoa mhanga katika mabasi, migahawa na kumbi za starehe nchini Israeli yaliyofanywa na makundi ya Kipalestina. Wananchi wa kawaida wakaanza kuishi kwa hofu. Miji ikawa katika tahadhari ya kudumu, na kila mlipuko ulizidisha chuki kati ya pande mbili. Israeli ilijibu kwa mashambulizi mazito ya kijeshi. Ilivamia upya miji ya West Bank, Area A, ikiharibu miundombinu ya Palestinian Authority na kumzingira Yasser Arafat ofisini kwake hadi kifo chake mwaka 2004. Kifo cha Arafat kiliacha pengo kubwa kwa upande wa Palestina, na baada yake mchakato wa kisiasa uliendelea kudhoofika. Kufuatia mashambulizi haya, Israeli iliamua kujenga ukuta wa usalama. Kwa Israeli, ukuta huu ulikuwa ni kinga kuzuia washambuliaji wasiingie nchini mwao. Uliwasilishwa kama hatua ya kulinda maisha ya raia wake, lakini kwa Wapalestina ukuta huu ulikuwa na maana tofauti kabisa. Ukuta huu ambao asilimia 85 umejengwa ndani ya ardhi ya West Bank na sio kwenye mpaka wa mwaka 1967, unachukuliwa kama chombo cha uporaji ardhi zaidi na kuwaweka kwenye jela ya wazi. Vijiji viligawanywa, mashamba yakakatwa, familia zikaanza kutenganishwa na maeneo yao ya kazi na maisha. International Court of Justice ICJ ilitamka kuwa ujenzi wa ukuta huo ndani ya ardhi ya Wapalestina ni kinyume cha sheria za kimataifa. Katika kipindi chote hiki, Israeli iliendelea na mradi wake mkuu, ujenzi wa makazi ya walowezi. Hii ni miji na vijiji vilivyojengwa kwa ajili ya Wayahudi ndani ya West Bank na East Jerusalem. Kulingana na sheria ya kimataifa, hasa Fourth Geneva Convention, taifa linalokalia ardhi kimabavu halipaswi kuhamisha raia wake kwenda kuishi kwenye ardhi hiyo. Hata hivyo, Israel inapinga tafsiri hii na imeendelea kuwekeza mabilioni ya dola kujenga makazi haya yakilindwa kwa nguvu na IDF. Barabara maalumu zikajengwa, miundombinu ikaongezwa na walowezi wakaendelea kuhamia maeneo hayo. Leo hii kuna walowezi zaidi ya 700,000 wanaoishi katika makazi haya, jambo ambalo linafanya uwezekano wa kuunda taifa huru la Palestina lenye muunganiko wa ardhi kuwa mgumu, kama si jambo lisilowezekana. Mwaka 2005 Israel chini ya Ariel Sharon iliamua kuondoa wanajeshi wake na walowezi wapatao 8,000 kutoka Gaza Strip kwa upande mmoja. Hatua hiyo ilionekana kwa baadhi ya watu kama mwanzo wa mabadiliko mapya. Kwa wengine ilikuwa mbinu mpya ya kudhibiti eneo hili kutoka nje badala ya ndani. Ingawa wanajeshi na walowezi waliondoka ndani ya Gaza, Israeli ilibaki na udhibiti wa anga, bahari na mipaka yote ya nje isipokuwa mpaka wa Rafah Crossing unaounganisha Gaza na Egypt. Kwa hiyo kuondoka huko hakukumaanisha uhuru kamili wa ukanda wa Gaza. Udhibiti mkubwa uliendelea kubaki mikononi mwa Israeli. Mwaka 2006 kundi la Hamas lilishinda uchaguzi wa bunge la Palestina. Ushindi huo ulikuwa wa kushangaza kwa wengi, na mara moja ukaleta mpasuko mkubwa kati yao na chama cha Fatah kinachoongoza Palestinian Authority huko West Bank. Mvutano huo haukubaki kuwa wa kisiasa pekee, ulibadilika kuwa mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Baada ya mapigano hayo, Hamas ilichukua udhibiti kamili wa ukanda wa Gaza mwaka 2007, na tangu hapo Gaza na West Bank zikawa chini ya uongozi tofauti wa Kipalestina. Kufuatia hatua hiyo,
Israeli ikisaidiwa na Misri iliweka vizuizi vizito dhidi ya Gaza. Vizuizi hivyo vilihusisha udhibiti wa bidhaa zinazoingia, vifaa vya ujenzi na hata usafiri wa watu. Sababu iliyotolewa ilikuwa kuzuia Hamas kupata silaha. Lakini kwa wakazi wa Gaza, vizuizi hivyo vilibadilika kuwa maisha ya kila siku yenye ukosefu, ugumu na kutengwa. Kuanzia hapo, ukanda wa Gaza umekuwa eneo la mfululizo wa vita kati ya Israeli na Hamas. Mapambano yalijirudia mara kwa mara, kama vile mwaka 2008 hadi 2009, 2012, 2014, 2021 na matukio ya hivi karibuni. Kila duru ya vita ilianza kwa mvutano, ikafuatiwa na mashambulizi, kisha uharibifu mkubwa, na baada ya muda mfupi hali hurudi kwenye ukimya wa muda. Hamas na makundi mengine hutumia maroketi kushambulia miji ya Israeli, huku Israeli ambayo imejenga mfumo thabiti wa kuzuia maroketi ujulikanao kama Iron Dome ikijibu kwa mashambulizi mazito ya anga. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya maelfu ya raia, watoto na uharibifu mkubwa wa miundombinu ndani ya Gaza. Barabara, shule, hospitali, nyumba na huduma muhimu zimekuwa zikipigwa mara kwa mara kwa mabomu ya Israeli, na yote haya yakitokea ndani ya Gaza, eneo lenye msongamano mkubwa zaidi wa watu duniani. Mgogoro huu umebadilisha sura katika miaka ya hivi karibuni. Kutoka vita vya kawaida vya mipakani, sasa mjadala mkubwa umehamia katika masuala ya haki za kibinadamu, sheria za kimataifa na namna mfumo mzima wa utawala unavyofanya kazi katika ardhi inayodhibitiwa na Israeli. Mashirika makubwa ya kimataifa ya haki za binadamu ikiwemo Human Rights Watch, Amnesty International na shirika la ndani la Israel B'Tselem yamechapisha ripoti zinazochambua kwa kina mfumo wa utawala wa Israeli. Ripoti hizi hazikuwa taarifa fupi za kisiasa, zilikuwa uchambuzi wa kina wa sheria, maisha ya kila siku, udhibiti wa ardhi na tofauti ya haki kati ya makundi mawili ya watu wanaoishi chini ya mamlaka moja. Baada ya uchambuzi huo, mashirika hayo yalifikia hitimisho kuwa Israeli inatekeleza mfumo wa apartheid, yaani ubaguzi wa kimfumo dhidi ya Wapalestina. Hili ni neno zito sana katika siasa za dunia. Ni neno linalokumbusha historia ya ubaguzi rasmi wa rangi nchini South Africa. Hoja yao inajengwa kwenye ukweli ya kwamba katika ardhi yote inayodhibitiwa na Israeli kati ya Jordan River na Mediterranean Sea kuna mfumo wa kisheria wenye tabaka mbili. Mfumo mmoja unaowapa haki za kiraia Wayahudi, hata wale wanaoishi kwenye maeneo yanayokaliwa kimabavu, na mfumo mwingine wa kijeshi unaowabana Wapalestina wanaoishi katika eneo hilo hilo. Kwa mujibu wa hoja hizo, mfumo huo huwanyima haki za msingi za kutembea kwa uhuru, kujenga makazi na kushiriki siasa za nchi inayoamua hatima yao. Kwa kifupi, watu wawili wanaoishi karibu eneo moja wanaweza kuongozwa na sheria mbili tofauti kabisa, na hapo ndipo lawama za apartheid zinapotolewa. Lakini Israeli inapinga vikali ripoti hizi. Inaeleza kuwa tuhuma hizo si za haki, na mara nyingi huzitaja kuwa zina chuki dhidi ya Wayahudi. Israeli pia inasema kuwa mipangilio ya kisheria iliyopo inasababishwa na mikataba ya zamani, hasa Oslo Accords pamoja na hali ya usalama. Kwa mtazamo wao, hatua nyingi za udhibiti zimejengwa kwa sababu ya vitisho vya mashambulizi, si kwa lengo la ubaguzi. Hivyo, mgogoro huu leo
si wa risasi pekee. Ni mgogoro wa simulizi mbili zinazopingana. Ni mgogoro wa sheria dhidi ya usalama. Ni mgogoro wa haki dhidi ya hofu, na ndiyo maana hadi leo suluhisho lake linaendelea kuwa gumu kuliko wakati wowote. Historia ya Israel ni historia ya taifa lililoundwa kutokana na kiwewe cha mauaji ya kimbari, likiwa na nia ya kujilinda kwa gharama yoyote. Ni historia ya watu waliobeba kumbukumbu ya mateso makubwa na wakajenga taifa lao kwa msisitizo wa kutorudia tena kuwa dhaifu mbele ya dunia. Ndiyo maana usalama umekuwa msingi mkubwa wa sera zake tangu mwanzo. Kijeshi na kiteknolojia, Israel imefanikiwa kwa nguvu kubwa zaidi katika Mashariki ya Kati kwa msaada wa washirika wake, hasa United States. Imejenga jeshi lenye uwezo mkubwa, imemiliki silaha za kisasa, imekuwa na silaha za siri za nyuklia, na imejenga uchumi unaokuwa kwa kasi, unaotegemea ubunifu, teknolojia na uwekezaji mkubwa. Wakati huo huo, imeanza kujenga uhusiano na baadhi ya mataifa ya Kiarabu kupitia Abraham Accords, hatua ambayo kwa miaka mingi ilionekana ngumu kufikirika. Hata hivyo, ushindi huu wa kiusalama wa geopolitics haujatatua bomu la kidemografia lililopo ndani yake, na bomu hili lina jina moja ambalo ni Wapalestina. Suala la Wapalestina linaendelea kuwa msumari wa moto, ni jeraha ambalo halijafungwa, ni swali ambalo halijajibiwa, ni tatizo ambalo halijatoweka licha ya miongo ya vita, mikataba na mazungumzo. Suluhisho la mataifa mawili, yani two-state solution, ambalo limepigiwa chapuo kwa miongo kadhaa na jumuiya ya kimataifa, linaonekana kufa kifo cha asili. Sababu zake ni nyingi: mwingiliano wa makazi ya walowezi, utengano wa kijiografia kati ya Gaza Strip na West Bank, na ukosefu wa uaminifu kati ya viongozi wa pande zote mbili. Katika ardhi hii ndogo yenye ukubwa wa kilomita za mraba 22,000 tu, masimulizi mawili ya kihistoria yanakinzana vikali, kila upande ukidai haki ya kihistoria, kila upande ukidai haki ya kimungu, na kila upande ukidai kumiliki 100% ya ardhi. Ndipo kizungumkuti kikubwa kinapozaliwa, kwa sababu hapa ni wazi Israeli inadai haki ambayo si yake. Je, kutakuwa na taifa moja lenye watu wawili, au mataifa mawili yanayoishi bega kwa bega, au mgogoro huu utaendelea kurithiwa kizazi hadi kizazi? Na hivyo ndipo swala la amani ya kweli, kama itawahi kupatikana, linaendelea kubaki hewani likiwa halina majibu. Je, unafahamu nini kuhusu historia ya kweli ya taifa la Israeli? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.